Asifiwe. Tunaweza keti. Nianze na kujisema mimi ni nani, maana nimeona tuko na wageni wengi ambao umetutembelea, na sababu mmekaribishwa sitasema karibu tena. Jina yangu ni Peter Murege wa Ngugi. Nampenda Yesu kwa ajili ya kuniokoa. Yeye aliniokoa katika siku zangu za ujanani. Amenidumisha, amenishika na mkono, na nimeona wema wake. Nimeoa, niko na mke, na tumebarikiwa na watoto wawili, na ninahudumu katika parokia hii kama mwinjilisti wa parokia, parish evangelist, na vile vile kiwango ya mzee wa kanisa na kazi zingine ambazo nimekabidhiwa na parokia. Na shukuru Bwana kwa sababu ya kutupa wakati kama huu ili tusikie kile ananena nasi. Kwa hivyo niko hapa kupasa sauti ya Mungu. Shukuru mchungaji wetu Reverend Miriam ambaye ako jiani. Kulikuwa na mambo ya presbytery, shughuli za presbytery kule Kiukenda. Kwa hivyo ako jiani, muda wowote ataingia. Kwa hivyo tutaendelea na hiyo ibada ingine ambayo tuko naye. So karibuni sana nyote ili tuweze kusikia neno, na najua tutabarikiwa pamoja. Ninataka kuongea juu ya, tumekuwa tukizingatia mada ya jinsi ambavyo tunastahili kumpenda Mungu, loving God. Kwa hivyo nitajaribu kuzingatia katika hiyo mada tunapofunga mwaka. Na upendo ni wa muhimu sana, maana kila mmoja wetu hapa angependa kupendwa, na wasomi wametabua upendo aina mingi, lakini kuna upendo moja sisi kama Wakristo ambao umetuleta pamoja, ule upendo wa Yesu ambaye huwa tunanena kwa watoto, kwa wazee, kwa kila mmoja wetu. Kwa maana upendo huu mwingine unaweza kuwa unalenga mtu fulani na haulengi mwingine. Kwa mfano, unapoongea upendo wa doa hautalenga watoto, kwa maana mtoto hataingia katika hiyo kiwango. Na unapotajiwa ya kwamba umependwa, unasikia uko mahali panastahili. Na Mungu amekuwa kinena nasi vile tunastahili kumpenda zaidi, kwa maana yeye ndiye alitagulia. Katika kitabu ya Yohana inasema yeye ndiye alitupenda, akapenda ulimwengu kiasi ya kwamba akamtoa mwanaye Yesu Kristo, ili yeyote ambaye anamwamini asikapotee. Mbeleni tunaona ya kwamba hapo katika kitabu Agano la Kale Mungu akitembea na Wanaisraeli, lakini ilikuwa tu mpango ya kuonyesha vile huo upendo utakaye elekezwa kwa dunia yote, kwa ulimwengu, kwa binadamu yeyote atakaye kuwa uhai. Ndio maana hata Injili ikapelekwa kwa wale waliokuwa wamekufa. Yesu akateremuka akaenda kule kuzimu kuhubiria waliokuwa wamekufa kwanza, ili wasikie upendo wa Mungu. Maana mbeleni ilikuwa kwa Wanaisraeli, lakini sasa ni kwa kila mmoja wetu. Na kwa sababu ametupenda, angependa nasi tuendelee kumpenda. Na kwa sababu ya hayo nimechagua ujumbe wangu kusema ya kwamba sababu tatu, nitaongea tuje sababu tatu ambazo zinajitokeza vizuri sana katika maandiko ambayo tumesomewa, zile zinaweza kukusukuma wewe kiasi ya kwamba uendelee kumpenda Mungu zaidi na zaidi. Na katika maandiko ya Yeremia ambayo ametoa mfano mzuri wa jinsi ambavyo binadamu anastahili kuwa. Maana Yeremia ameonyesha kile binadamu alivyo, the status of man, ako namna gani. Halafu anaelezea anastahili kukaa wapi, na akishaelewa anastahili kukaa wapi, anafaa afanye nini. So amejibu hayo maswali. Na sababu moja ambaye inaweza kukufanya mimi
tafadhali nipe mic nyingine. Wewe na mimi tuendelee kumpenda Mungu zaidi, ni kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kuna baraka. Biblia imetoa baraka tele, imeahidi kwa kila yeyote ambaye anamwamini. Na kwa hivyo Yeremia amesema heri mtu ambaye hamtegemei binadamu, kwa maana huyo ambaye anategemea binadamu amelaaniwa. Na inasema ya kwamba ni vizuri umtegemee Mungu, kwa maana ukimtegemea Mungu ni kumaanisha ukigeuza hiyo maneno, inasema ya kwamba ikiwa hautegemei binadamu, ukimtegemea Mungu ni kumaanisha umebarikiwa, kwa maana laana haitakufuata. Na Biblia inapoongea juu ya laana ni kusema wewe umeingia kiwango ya dhambi, na hiyo dhambi umeendelea kutenda, na ukiendelea kuitenda dhambi hukua, hunenepa. Na ukikaa katika dhambi na uendelee kuonywa na kuonywa, hapo ndipo neno laana linaingia. Biblia inasema umelaaniwa. Sijui kama ushaisikia hii hadithi ya mtu mmoja alihadithia, akasema ni Wahubiri tu, hadithi za Wahubiri. Akasema vile mke na mume walikuwa wanasubuana kwa sababu ya kitu kidogo. Mtoto alikuwa amezoea kupupu. Si mnajua pupu? Si mnajua pupu? Si ndio? Sasa mtoto amezoea kupupu. Mzee anaambia mama, ondoa pupu toi yoguo. Anasema toi nitaondoa kesho. Anaambia mke wake, anaambia mzee wake nitaondoa kesho. So mzee akawa irritated, na siku moja akamwambia hauondoi. Naye mama akasema nitaondoa kesho, lakini ukumbuke ni hadithi. So mzee akaamuka usiku, na yeye agigitema moti emoke menya dikurekia. So asubuhi mama akauliza kwani kumekuaje? Naye mama akauliza kwani kumekuaje? Naye mama akamwambia marara ni maibaga. Kwa hivyo haraka akachukua. Naye dhambi inakuwa hivyo, usipochukua hatua badala ya kupokea baraka za Bwana, kile utapokea ni laana, inazidi kufura na kuziba. Kwa hivyo kile unastahili kufanya ni kugundua ni nini Mungu anataka na wewe. Na Yeremia hapa ndipo anasema usitegemee watu, bali uendelee kumpenda Mungu zaidi, maana katika hali ya kumpenda unaondoa laana, unaondoa kile kiko jiani, na ukiondoa kile utapokea ni baraka za Bwana. Kwa hivyo kila mmoja wetu siku ya leo umeitwa na Mungu uzidishe katika upendo, kwa maana unapozidisha katika upendo unaendelea kugundua yeye ni nani, na ukiendelea kugundua yeye ni nani unaendelea kupokea baraka zake. Baraka hata zingine hata si maombi, zinakuja tu kwa sababu zimekuwa established in his word. Ukishafuata amri zake unapokea hizo baraka. Jambo la pili lile linaweza kukufanya umpende Mungu zaidi ni kwa sababu ya kupigana vita. Na hapa ndipo Yeremia anasema huyu mtu ambaye anategemea Mungu kwa mahali panastahili, na mahali panastahili amefananisha na mti ambao umepandwa kando ya chemi za maji. Na kwa sababu iko katika kando, imezidisha mizizi yake kule chini,
na kwa hivyo inaendelea kukua na kukaa kama inavyostahili. Na wewe na mimi tukiendelea kumpenda Mungu zaidi, tutakuwa kama huyu mti, na badala ya kukaa huku juu tunaendelea kuingia ndani na kuzidishwa katika neno lake. Na unapozidishwa katika neno lake ni kumaanisha unaendelea kugundua mapenzi yake. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba Kristo aliyekuja is the exact representation of God. So ukitaka kujua Mungu ni nani na anastahili nini juu ya maisha yako, na mtakaa na yeye aje, zidisha katika neno. Na neno ni kuingia ndani na kukaa ndani ya neno na kulijua na kulifahamu. Maana itazidisha huo upendo, na vile mnapendana sana ndio unafunga milango. Kwa maana watu ambao wamependana, wawe marafiki, wawe mke na mume, kuingia katikati ya hao watu inakuwa gumu. Na wanapoendelea kupendana, wanajuana zaidi, wanaelewana. Na hapo ndipo utasikia mtu akisema, huyu mtu ninamfahamu, ninamjua. Kwa maana wamependana, wameishi pamoja na wanaelewana. Nasi kama tungependa kumuelewa Mungu zaidi na kumjua, ni kuzidisha katika upendo wake, kuzidisha katika kutii amri zake, kuzidisha katika kuzielewa na kuzitii. Na jambo la pili lile tunaona tukiendelea kukua, Yeremia anasema ya kwamba utakapokuwa kama huu mti, kuna jambo ambalo litafanyika. Kwa maana wewe na mimi tumeitwa katika vita. Na ambaye atakaye kudanganya akwambie ulipokuja katika wokovu hakuna shida, hapo hakukuelezea vizuri. Kwa maana shida na binadamu ziko. Lakini tofauti ya Mkristo na huyu mwingine ni ya kwamba aliye Mkristo tayari vita imeshapiganwa na Kristo. He has fought all the battles for us. So your participation katika hii vita utakuwa na nguvu. Kwa maana Yeremia anasema wakati kutakuwa na kiangazi, huu mti hauogopi, maana tayari uko na nguvu, tayari mizizi imeenda chini. Nasi kama tutakuwa na hiyo mizizi, ikiwa tumejuana na Mungu na tuko tayari chini, ukija kutigizwa, maana utakuja kutigizwa siku moja, na hii vita inaendeleanga, unapigana hii, una shida, ingine inakuja na ingine inakugojea pale. We call it negotiating the journey. So sometimes you hit the dark wall, and that is why Biblia inasema ya kwamba unapopitia as you go through the dark valley. So ukipitia katika hiyo giza, Mungu anakupigania na hautaogopa. You will not fear. Why? Because the tree is already strong. Kwa hivyo Yeremia kile anasema ni uendelee kukua, na kukua itatokana na vile unampenda Mungu. Kama haumpendi utakaa tu hivyo. Lakini kama unampenda, mizizi yako itatafuta ni wapi itakunywa maji, chemichemi ya maji. Na ukumbuke Biblia imetoa mfano mzuri ya kwamba Kristo ndiye maji ya uzima. Kwa hivyo hapa tunaona Kristo bado ametajwa. Watakayempenda Mungu watafute mahali Kristo ako, ili waweze kupewa maji na kuzidishwa wakue. Jambo la pili tunaambiwa watazaa mazao. Kwa hivyo watu wakija kwao hawaoni kitu ambaye haina mazao. Kwa sababu gani? Tayari wamelishwa, wamezaa, na hata kama kuna mtu anataka jibu, huyu mtu tayari ako na jibu. Huyu mtu hajakauka. Kuna watu wengi wamekauka.
kwa maana hawajawahi kubali. Ni kweli walimjua Mungu, lakini wanaendelea kukaa huku juu, na wakikaa juu hawatazaa. Wataendelea tu kuonekana kuna miti, na hiyo miti inajulikana ni ya Kristo, lakini miti hii haina mazao. Na Biblia inasema ukikaa sana bila mazao, huo mti nitaukata. Kwa hivyo kuna uwezekano wa kukatwa. So ni vizuri ukibie haraka sana. Jambo lile lingine ambalo Biblia imetuelezea ni ya kwamba vile mtu ako, kuna uwezekano wa mtu kujidanganya, ajidanganye hata yeye mwenyewe, adanganye wenyewe hata yeye mwenyewe ajidanganye. Ndio maana Yeremia anasema the heart of man is deceitful beyond every cure. So there is a probability hata wewe ujidanganye. Si ni kweli? Si hata tuliiba wale wa miaka yangu 10 plus minus 10. Ngoro ya mundu ni muhenagia, ikamwira guku thinia gutura, kariganirwo ni hinda hetwo. Amen. Ikariganirwo. So he is ever busy, up down, up down. Hajai kubuka, anafaa akubuke mwenye alimleta hapa, kwa maana siku itatimia yale maneno ambayo yameandikwa hapa, naked I came, naked I will return. Na kile kilikuweka so busy hapa utakiacha. So ngoro ya mundu ni muhenagia, ikamwira ni agutura guku. Jenga, fanya hivi, build your name, build empires, do kila kitu. Hata mimi inanidanganya na wewe inakudanganya. So kwa hivyo Yeremia anatoa honyo kali sana, tumpende Mungu. Na tukiliganisha hayo na yale tumesoma katika Mathayo katika hiyo the parable of Jesus Christ, Yesu Kristo alipopeana huu mfano, alitoa, ukiangalia vizuri, hakutoa kwa wenye ambao hawajamuamini. Maana anasema hao watu wawili walikuwa aina mbili. Kulikuwa na wanawari ambao ni werefu na wale wajiga, na wote walikuwa na taa. Na wote walikuwa na gojea bwana harusi. So they had those things in common. Wako na taa na wako na kumgojea Bwana. Na Biblia inapozungumzia, ukiangalia mahali tumesoma neno la kutuongoza, tumesema neno lako ni taa. Kwa hivyo Yesu Kristo ananena, nasema hao watu wako na neno wote, na wako katika shughuli ya kumgojea bwana harusi. Na hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Sisi zote tuko na neno. Wengine tulianza kurecite memory verses as early as possible tukiwa church school, wengine tukiwa wazee, na wengine hata tumeweka nyimbo, na hata mmeona the gospel musician wengi wametunga nyimbo kutoka kwa neno. Kwa hivyo watu wako na neno na wanamgojea Bwana, na hata wanasema tuko katika safari. Lakini Yesu akasema katika hiyo hali ikafika kiwango ya kwamba wakasahau na jambo moja, na hili ndilo nimetaja the third. Ya kwanza nimesema umpende Mungu because of blessings, umpende Mungu because of spiritual warfare, kwa maana utapigana vita, na utapigana vita because you are strong, well grounded in the word of God, well grounded. Then ukiwa well grounded, ni lazima uingie kiwango ya tatu ambao hawa wajiga hawakuwa naye. Inasema ya kwamba
wamebeba taa, na wanapobeba taa hawakuwa na mafuta. Na Biblia inazungumzia when we study the Bible, we talk about the symbols of the Holy Spirit, of the emblems of the Holy Spirit, na tunasema one of them is oil. So unaposoma, si kila oil imetajwa inaonyesha ishara ya Roho Mtakatifu, lakini mara mingi inaonyesha ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wako na neno, lakini wamekosa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo kuna kitu muhimu sana wamekosa, my third point, the revelation of the word of God. So ni lazima wewe na mimi tuingie katika ufunuo wa neno. God has the revelation hidden in his word, and this revelation is meant for us. Kila mmoja wetu agĩe na ũguũrio wa kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩrenda kuga mũthenya wa ũmũthĩ. Na kama hauna nguvu ya Roho Mtakatifu, basi hautafika hii kiwango. Akasema wote wakarara, wote 10 wakarara. In other words, maybe we can say they went on with their own day-to-day programs. Kama vile Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo again, Yesu akasema o ta ũrĩa kwarĩ hĩndĩ mahinda ma Nuhu, noguo gũgakorwo mahinda ma mũico. Andũ nĩ makahikanagia, andũ nĩ magekaga, nĩ makarĩmaga, nĩ magekaga maũndũ marĩa mangĩ, but Kristo ni agacoka ashoke. Wakati wa Nuhu, Mungu alikuja. Biblia inasema ya kwamba alikuja yeye mwenyewe akafunga mlango ya hekalu. Haikufungwa na Nuhu, Mungu ndiye alifunga. Hapa mahali tumesomewa, Biblia inasema ya kwamba walipokuwa katika hali ya kumngojea, na sasa bwana harusi akaingia, wakienda kumlaki, ndio hao 5 wajinga wakagundua hawana mafuta, wajielewi. Naye Kristo akaja na akafunga mlango, wakienda shughuli za kutafuta mafuta. Nasi siku ya leo, kama ungependa kuelewa ni nini kinaendelea, maana watu wako na neno. Hata nyimbo zingine tunaimba siku ya leo, wengine wale waliziiba tayari wako kwa club, walirudi nyuma. Walikuwa na neno, hawakuwa na mafuta. Wakatuletea nyimbo, tukaimba na hata tunaimba, lakini hawakuwa na, wakaenda shughuli zingine. Wakiwa hizo shughuli, Kristo atarudi, lakini walikuwa na neno. Huenda ikawa wewe na mimi tuko na neno, lakini hatujafika kiwango ya ufunuo wa neno linasema nini. Lazima wewe upalilie nguvu ya Bwana, umpende zaidi na umwambie Mungu Baba. Saa hii tumeona mambo mengi sana katika runinga, ya ukweli, ya uongo, ya kutafuta pesa, name it. But the door is narrow. That is directing us to the right direction where Christ is. How do you get that light? Through the revelation of the word of God. So lazima ukuwe na mafuta imejaa. Biblia inasema ya kwamba walikata tambi zao, wakatrim. Ni ukigalia megudha. So na ukumbuka wale tumetoka huko mashambani, mtu kama angeingia kwa mto, atali aratwarwo iga muti dute. Only to realize ameenda. So na wewe unaweza kufika mahali unajaribu kusema utolewe, na kumbe hakuna kitu ndani yako. Kristo anauliza uko na nini? So wewe na mimi tumeitwa tupate ufunuo wa neno. Na tukishapata ufunuo wa neno, hiyo ndio itatusaidia kutabua the gifts ile Mungu ametuwekea. How to sustain it, the gift of eternal life. Hapo ndio tutaachana na ya ulimwengu, yale hayana faida, hayana maana. Maana tunajua ya kwamba tuko na safari.
If you don't get to that level, kuna wimbo tuliimba miaka hiyo ya zamani, igawa ilikuja challenged na watu wengi wale wali preach the gospel of prosperity, wali challenge sana, lakini ilikuwa ya ukweli. Ilikuwa inasema Bolina mbesa na bia, sijui something tire na fata. Ilikuwa inaenda hivi, mwanake oyo moiretu oyo gokwira tuthie kanitho atembania iromo shaitani ni mũrwa nyũkwa mũcerage nake. Mbũri na mbeca na mbia itirĩ na bata, kĩndũ kĩrĩa kĩna bata no riri wa Yesu. Okay, kuna watu walichallenge sana wakisema hata kama mliimba hivyo bado tunahitaji nyumba, tunahitaji gari. However, if you look at it somehow with a critical mind, tunataka kusema ya kwamba as much as we are looking for other things of the world, the revelation of the word will help us to set our limit and our love. Kwa sababu tukipenda hizi vitu sana tutaenda this extreme, lakini tukimpenda Mungu zaidi tutatabua ya kwamba ni yeye anaweza kusema upate na ukose. Kwa hivyo usingengane sana kwa nguvu ya mwili, bali ungengane ukiwa na ufunuo wa neno. And then in the endurance, because of the gift of eternal life, endurance, anasema hawakuweza kustamili kwa maana hawakuwa na mafuta. Nasi siku ya leo, if we have to endure and to make sure Kristo atakapokuja hatutafugiwa nje, ni lazima after getting the revelation, this is also a very difficult step. Na hapa ndio nasemaga hata kama shetani anaogopa tukijua neno, lakini anaogopa zaidi when it comes to the application of the word. That revelation that you have received, I am telling you, unapopata ufunuo, ukishaweka sasa into action, kuitii na kuiamurisha, hiki ndivyo nimesipokea, that is where the battle is. You have gotten the revelation, you have received the word, the revelation, and then the application of the word. That is where the battle is. Shetani hataki we apply the word of God. Remember the temptations of Jesus Christ. Yesu alipomjibu na Yesu anajibu na maandiko. But when it came to the application, he won the battle. So hata wewe ukishafika hiyo kiwango, Roho Mtakatifu akusaidie that now you are getting to another level. I have spoken to you, you have read my word. Congratulations. Then the next level, this is what I am telling you. The third level, apply in your life. Wacha kusema hiyo neno ilikuwa ya Timothy ama ilikuwa ya Migu ya Muregi. Sasa anza kusema neno ni ya sasa, wacha niitii. Hapo ndipo mnaanza, na ukishida hapo Mungu anasema na hakika huyu amenipenda. Kumaanisha nini? Kuna wakati itafika, my fellow brothers, wazee ambao tuko hapa, uachane na wazee wengine. Not because you hate them, but because you love God so much. Uachane na mambo mengine because you love God so much. There's somebody who sang I love you so much. Sijui anaitwa nani. Hiyo wimbo ninaisahau kidogo, lakini ni hawa Nigerian. Nikisema Nigerian na najua mtasema hivi, lakini alisema my God, I love you so much, so much. So love God so much, so much, because to an extent now applying the word, because of this God I am not doing this, because of this God, yes, it is good. Some of them are not really bad, zingine hata si dhambi, by the way, mengine si dhambi, lakini Paulo alisema food for the stomach, stomach for the food, but God will destroy both. So sometimes we look at some things and say, this is stomach, this is food, and they'll be destroyed. Let me just follow the spirit. So sometimes utaacha mambo mengine, not necessarily because they are sin, but because you love God so much and you have gotten the revelation. Na ingine ni yako, hata si yetu, ni yako, because sometimes it is at personal level. Ingine ni corporate, ingine ni hivyo.
kanisa la Kahawa West, Mungu anasema hivi, na tutii kama Kahawa West. So Bwana atubariki as we desire to love him. Remember, there is blessings, there is the spiritual warfare, so cultivate on the growth. Every day, cultivate on the growth. Get deeper in the knowledge of the word. After that, go to the other level, the revelation of the word of God. What is it God is saying to me today? How do I now apply it? And once you do that, he will say, thank you, my brother. Thank you, my son. Thank you, thank you. And Jesus will continue to walk with you. May it be so to me, to you, to all of us. None of us is perfect. The exact representation of God is only Christ. And knowing the word is knowing God. So may God bless us. Let us pray. Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, once again, we are humbled before the throne of grace. Thank you for reminding us that those who trust in you, they are very strong. They are just like trees that are planted beside the water. It is our prayer that we may remain in the living water, who is Jesus Christ, that we may continue to get ready every day, knowing very well that around the corner, Jesus is coming. We pray that, Jehovah Father, our love will not be love for men and other things of this world, but the love of you, who the one who created us. We thank you, Father, and we bless your holy name. In Jesus' mighty name we do pray and believe. Amen. Thank you.